Bana, hapa ni official Zungu_. Hujambo na karibu. Tuimalizie sehemu ya pili ya mkasa wa Ibrahim Traore kutaka kulishwa sumu kupitia kikombe cha chai na msaidizi wake ambaye anajulikana kwa jina la Kamanda Konate. Kama hujaipata story ya kwanza, angalia hapo juu kabisa kwenye Instagram yangu, nimeipini, ndio naelezea sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili na ya mwisho ni mara baada sasa ya Ibrahim Traore kufanikiwa kugundua ni Konate, ikabidi wampeleke mpaka kwenye ikulu ya Wagadugu kumhoji na kukagua vifaa vyake vya mawasiliano ikiwemo simu. Mara baada ya kuanza kukagua simu, akashtuka baada ya kukuta simu ya Captain Konate inapokea miamala mikubwa kutoka kwa namba ya mtu ambaye anajulikana kwa jina la Shakur. Mara baada ya akachunguza simu nyingine, ambapo akagundua ni Shakur ambaye ndiye ambaye alikuwa anamtumia miamala mingi sana huyu msaliti ambaye alikuwa anataka kumsaliti Captain Traore. Wakagundua pia alimtumia ujumbe unaosema utamuua kupitia chai. Kwa hiyo mara baada ya hapo, timu nzima ya ujasusi ya Captain Traore ikasema ili swala chanzo si huyu Captain ambaye tumemkamata ambaye ni wa kwetu kabisa, bali kuna mtu ambaye anamtuma ambaye ndio yuko nyuma. Ni mtu gani? Anakamatwa vipi na inakuaje? Hapa ndipo ambapo Burkina Faso sasa wanapata faida ya kuwa na rais ambaye tayari alishawahi kuwa mwanajeshi. Kijasusi tunamuita high profile mission. Ni rais ambaye ana uwezo wa kuichora mission yote na akaimaliza mwenyewe. Kwa hiyo Traore akaichora hii mission kwa kuambia itakuwa ni mission ya kumtafuta huyu jamaa ambaye alikuwa anataka kumuua Traore kwa kumtumia kamanda ambaye anaaminiwa na Traore bila kuvaa sare za kijeshi wala kutumia bunduki. Yaani ni mission ambayo inafanywa bila kuvaa sare za kijeshi wala kutumia bunduki, ili mradi kumkamata huyu jamaa ambaye ndiye ambaye alikuwa anamtuma huyu captain ambaye alikamatwa mara baada ya jaribio kufeli. Kwa hiyo mara baada ya hapo wakamfuatilia kwenye makazi yake, wakagundua ni mwanadiplomasia mmoja kutoka nchi za magharibi. Sasa wanamkamataje? Ushahidi wanaupataje? Kwa hiyo Burkina Faso akatengeneza mtego mwingine ikulu, ambapo waliamua kuandaa chakula cha jioni na yule jamaa ambaye ni mwanadiplomasia mkubwa tu na maarufu akaalikwa. Alivyo mpumbavu, akataka kutengeneza jaribio lingine tena la kumuua Traore kupitia chakula, asijue ya kwamba yupo kwenye mtego na tayari captain ambaye alimtuma amekwisha kukamatwa. Kwa hiyo mara baada ya hapo akajaribu tena kutengeneza mchezo, lakini ikawa ni rahisi kwa Traore kumkamata kwa sababu tayari walishamjua. Na hivi tunavyozungumza huyo mtu tayari nchi yake taarifa inayo na wanajua sasa hivi alipo, ila serikali ya Burkina Faso haijamdhuru wala kumfanyia chochote. Nadhani wanafanya taratibu za kumrudisha kwenye nchi yake ili au kumshtaki wao kwa sababu ni makosa ya uhaini. Alijaribu kumuua rais tena mara mbili. Hicho ndo kisa cha Ibrahim Traore kunusurika kupewa sumu kupitia chai, na hii ni sehemu ya pili na ya mwisho. Tuchambue pamoja. Hapa ni official Zungu_.